Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Diplomasia ya uchumi ambao kinara wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuisimamia kupitia wasaidizi wake mbalimbali. Jukumu letu kubwa huko tunapokuwepo si kuisema nchi yetu vibaya. Jukumu letu kubwa ni kuchangamkia fursa kama ambavyo wenzetu hawa kwa utegi walivyofanya. Nimetoa pongezi na kuwataja kama alama ya makampuni ya Tanzania ambayo yanapaswa kuigwa mfano kwa kuhangaika duniani kutafuta partners, sio tu wenye mitaji bali wenye uzoefu, wenye teknolojia, na kwamba mkiunganisha nguvu tutapata faida zaidi. Kwa hiyo uwekezaji au ushirikiano kati ya Tanzania na nchi zingine ikiwemo India kwa maana ya leo ni wenye faida kwa nchi yetu. Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Mbarawa ametoa pongezi za dhati kwa wenzetu wa Plug and Ride, kwanza kwa kuchagua Tanzania kama nchi ya kuwekeza, pili ya kuchagua sekta ya uchukuzi ambayo ni sekta muhimu, uti wa mgongo wa nchi yetu, tatu kwa kuamua kufanya uwekezaji huu sasa mwezi Julai, kulonchi mwezi Julai, ikiwa ni siku chache, siku 10 tangu tuzindue au tuanze utekelezaji rasmi wa dira yetu ya mwaka 2050. Nimeeleza kwa ufupi faida za mradi huu, kwa sababu ni vyombo vya moto vinavyotumia umeme, maana yake vinaungana na sera yetu ya nchi ya kuweka mbele utunzaji wa mazingira. Lakini pili, uwekezaji huu una faida kwa sababu unaleta ajira kwa Watanzania, lakini zaidi ya yote unachangia kwenye kuimarisha sekta yetu au uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa, pia tumekuja na ubunifu wa kutumia usafiri wa gurudumu tatu kusafirisha wanafunzi wa shule za awali na shule za msingi, ambapo gharama yake ni nafuu sana. Usafiri wetu ambao tunaunda hapa nchini Tanzania, ukichaji mara moja unatumia uniti chache za umeme ambayo gharama yake haizidi shilingi 2,500 na endelea kusafirisha kwa muda wa umbali wa kilomita 100. Kwa hiyo mheshimiwa, viongozi wetu mlioko hapa, tunaomba ushirikiano wenu ili kiwanda chetu hichi ambacho cha kwanza kutengeneza bidhaa ambayo inatokana na utaalamu kutoka India lakini inaundwa na Watanzania, mtusaidie kufikisha ujumbe kwa viongozi wakuu wa wizara zetu na pia viongozi wakuu wa nchi, ili tuweze kutokana na uendeshaji wa usafiri wa kutumia mafuta ambayo sasa hivi pia imekuwa ni adimu na pia imekuwa ni ghali sana, na pamoja na yote inachafua mazingira kwa sababu ya pollution. Tushukuru sana uongozi wa TISEZA waliotuunganisha mpaka jambo hili likawa kweli, na hakika matokeo yake chanya tutakuja kuyaona usoni. Na tumekuja na ubunifu mpya ambapo tuna usafiri wa kubeba abiria kwa jina maarufu linajulikana bodaboda na ni bajaji, lakini pia tuna usafiri wa kusafirisha wagonjwa ambulance. Kwa nchi yetu jinsi lilivyo kwenye maeneo ya huko vijijini, unakuta kwamba mgonjwa anapozidiwa watu wanatumia machela kumbeba kumpeleka hospitalini, kwa sababu gharama ya kununua ambulance sio kwamba kila halmashauri inaweza kumudu. Lakini safari hii tumekuja na ubunifu ambapo tumekuja na ambulance ya aina ya gurudumu tatu ambayo inaweza kununuliwa na hata halmashauri za kule wilaya zetu, ili ikaweza kusaidia wagonjwa kutoka kwenye dispensary kwenda kwenye hospitali za wilaya wanapopili kwamba kuna uhitaji wa nini wa usafirishaji wa mgonjwa. Na sio tu kule vijijini, hata hapa mjini pia kwenye hospitali zetu. Ukienda hata hospitali ya rufaa ya Muhimbili, hata Lugalo mkubwa ulipotoka mheshimiwa daktari, unaposafirisha mgonjwa kutoka kwenye wodi moja kwenda kwenye wodi nyingine, inabidi mtumie nini? Troli la kusukuma kwa nguvu ya binadamu.
baada ya kutumia chombo cha usafiri ambacho kinaserereka kwa utaratibu na mgonjwa anaweza kufika kwa haraka na akapata huduma na akarudishwa kwa haraka. Sasa hivi tumeleta ufumbuzi ambapo tutakuwa natumia usafiri wa ambulance ya gurudumu tatu, kwamba product hii inayozinduliwa ni product ambayo inakwenda kuleta masuluhisho au solutions ambazo zinatatua matatizo ya watu. Kwa hiyo ni people centered solution na zinaendana na dira yetu 2050 ambayo imeainisha sekta ya usafiri na usafirishaji kuwa ni drivers of the economy. Sekta yetu ya viwanda tunalenga kuongeza kiasi na mchango wetu katika ukuaji wa uchumi kutoka asilimia 8 iliyopo sasa kufikia asilimia 15 katika utekelezaji wa dira, lakini vile vile kuongeza asilimia ya mauzo yetu ya nje kufikia asilimia 40 katika masoko yetu ya kikanda kupitia EAC na SADC katika sekta hizi za electronic, lakini pia katika sekta za uunganishaji wa magari. Tanzania pia tunajivunia ni miongoni mwa nchi ambayo inaongoza kwa vyombo vya moto vinavyotumia umeme. Ni takriban vyombo vya moto 10,000 viko barabarani. Kwa hiyo kwa nchi za East Africa Tanzania tunaongoza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri anawakaribisha sana, na lakini pia amehakikisha ushirikiano na taasisi zetu za SIDO, za TBS, TEMDO na TIRDO ili kuhakikisha kwamba mradi wao huu unafanikiwa. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.